mchambuzi wa siasa za kimataifa Majid Mjengwa. Sina shaka unatusikia Mjengwa, karibu kwenye matangazo yetu. Asante sana Rema. Naam, Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Malawi tayari imekushatoka wazi mbele ya hadhara na kusema Peter Mutharika ameshinda. Nini mlikuwa mnakiona awali, wachambuzi wa mambo? So it's coming, ungesema Uingereza. Tuliona kinachokuja kingekuwa hivi, kwa maana ya kwamba kubwa kilichoamua uchaguzi wa Malawi ni uchumi, hali za uchumi, mifuko ya watu, hali nguvu za uchumi, ndio ambacho kilikuwa kinaamua uchaguzi huu, kwamba Lazarus Chakwera alikuwa anakwenda kuanguka. Hali ya uchumi ni ngumu, mfumuko wa bei, nazungumzia mafuta, shida na hizo umeme unaokatika mara kwa mara, ndio mambo ambayo yanahusu wananchi kila siku, na ndio hoja ambayo imepelekea anguko lake. Sawa. Na kwa vile Mutharika anarudi kwa mara nyingine kuiongoza nchi hii, aliongoza tangu mwaka 2014 mpaka mwaka 2020 na akapokonywa uongozi huo akaingia mwingine Chakwera naye ameanguka, na mara hii Mutharika anarudi tena. Nini mnaona kinaweza kuwa mabadiliko na pengine ushawishi aliotoa pengine wakati wa kampeni zake kwa ushawishi wa Malawi wamrejeshe tena mamlakani? Malawi wamesema nostalgia, wamechagua kile ambacho wanakikumbuka. Walikuwa wakati uliokuwa nafuu zaidi wakati wa Peter Mutharika, na sasa wana matarajio makubwa, na pengine inapelekea hali ambayo itamfanya Peter Mutharika au pia na wakati mgumu, sababu watu wanafikiri kwa vile kama ilivyokuwa wakati wake. Kwa hiyo atahitaji kufanya kazi ya bidii sana na timu yake ili kuanza kuyarejesha hayo matumaini. Kwa hiyo anayeondoka ameshindwa, lakini Mutharika anaingia watu wakiwa na matumaini makubwa sana kwamba hali zao zitabadilika pengine kwa haraka. Kwa hiyo huo ndio mtihani uliokuwa mbele yake, lakini watu wa Malawi wana matumaini, haiwezi ikawa kama ilivyo sasa hali zao. Ndio, pamoja na kutueleza kidogo kuhusu namna ambavyo mmeweza kuona tathmini yenu kumtazama Mutharika, lakini Chakwera ambaye anamaliza muda wake, hatuoni sura mpya kwa kusema kwamba ushawishi wa nguvu ya vijana, damu changa ambazo zinachipukia wakati wa kampeni, na wakati wote tumeona viongozi ambao tayari walikwishawahi kushika mamlaka mbalimbali kwenye taifa hili wakiibuka kwa mara nyingine. Karibu vyama 4-5 vilikuwa vina ushawishi mkubwa kutaka kila mmoja arejee mamlakani kwa mara nyingine, lakini umri wao ni mkubwa. Nguvu ya vijana mnaiona wapi Malawi? Ni vijana walioamua pia, kwa maana ndio walio wengi, lakini tunaona pia swala sio umri. Watu wanataka matokeo, matendo yale. Sasa kwa Mutharika mwenye miaka 85, yeye kauli yake mbiu ilikuwa moja tu, you miss me right, kama mmenikumbuka kaka, mmenikumbuka, kwa sababu kuna vitu alivyofanya vilikuwa bora kuliko vya huyu sasa hivi. Kwa hiyo watu wanapokuwa na njaa, hawana wafika ya siku yao, chakula chao, hawajali anayekwenda kuwaongoza na miaka 90 au miaka 80 au miaka 50, yoyote yule, lakini vile tu atafanikisha kile ambacho ni matarajio yao. Kwa hiyo umri haukuwa swala la muhimu kwao. Tumeona hata mwenye miaka 85 anaweza kuiongoza taifa la Malawi kwa sababu ya hali halisi za watu mitaani ndio zinazoamua. Hapa ni uchumi, hakuna kingine. Mjengwa, tunakushukuru. Tutaendelea kulifuatilia swala la matokeo haya yanayoendelea kutangazwa kwa Malawi. Ushindi umekwenda kwa Peter Mutharika, lakini na mengine tutaendelea kuyafuatilia na tutakuwa tukikualika mara kadhaa kuweza kushiriki pamoja nasi. Asante kwa uchambuzi huu na tukutakia asubuhi njema. Asante sana. Nashukuru kwa nafasi hii. FM